Maisha siyo changamoto. Changamoto ni sisi wenyewe, kwa sababu tunaishi mahali ambapo tunahitajika kuwa na elimu ya jinsi tunavyostahili kuishi. Kukosa elimu hiyo kunatufanya tukosee, na makosa yetu yanageuka kuwa changamoto zetu. Ili kuzikimbia changamoto za maisha, labda ukubali kuyaacha maisha yenyewe, yaani ufe. Lakini kufa sio kujikimbia wewe mwenyewe, na wewe mwenyewe ndiye chanzo cha changamoto hizo. Kukimbia changamoto ni ishara ya kukosa elimu. Kwa kukosa elimu, utazikimbia changamoto. Kuzikimbia changamoto ni kosa, na makosa yetu ndiyo chanzo cha changamoto zetu. Lakini kuna mtu anaweza kuwaza hivi: inawezekana kufa ni changamoto pia katika maisha. Labda kuna elimu tusiyojua, na ndiyo maana tunakufa. Lakini sio sahihi moja kwa moja kusema kifo ni changamoto, kwa sababu viumbe hai huzaliwa, hukua na kuzeeka. Na hilo linatosha kabisa kuthibitisha kwamba kifo sio kosa au changamoto, bali ni jambo lililokusudiwa. Unapofikiria kwa kifo ndio mwisho wa kila kitu, unapaswa pia kufikiria hivi: vipi ikiwa kifo ni mwendelezo wa safari ulioanza, na kwamba ukikimbilia kifo, umechagua kwanza mwanzo mwingine mgumu? Futa mawazo ya kuwa kifo ndio mwisho wa kila kitu, kwa sababu kuzaliwa ndio mwanzo wa kujifunza, na kufa ndio kuhitimu ulichojifunza. Je, umejaza nini katika maktaba ya kichwa chako tangu kuzaliwa kwako? Je, kufa ni mwisho au mwanzo mwingine? Hapa kila mtu huwa ana lake la kusema. Ningependa kusikia neno lako pia.